Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Mheshimiwa Spika, tunaelewa sote hivi karibuni kulikuwa na hoja mitandaoni ambazo zilitawala sana jumla ya namna ya kuzungumza muungano wetu vibaya. Nataka niwahakikishie wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutaendelea kuulinda muungano wetu tutaendelea kuutunza muungano wetu na tutaendelea kuutetea muungano wetu kwa maslahi mapana ya Watanzania. Hakuna ubaguzi wa aina yoyote utakaoruhusiwa kwa pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa Spika, leo hii wananchi wa Zanzibar, ukienda katika mikoa yote ya Tanzania bara, tayari wana familia, wana mali na wana vitu vingine vingi. Hivyo kwa wananchi wa Tanzania bara huku Zanzibar. Naomba sana Watanzania wote tuendelee kuwa wazalendo wa nchi yetu, na kamwe tusitumie vivuli vya kutaka kupata umaarufu ama kutaka kutekeleza mambo mengine kwa kutumia silaha ya muungano. Muungano uko imara na utaendelea kuwa imara kwa maslahi ya Watanzania wote. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wananchi wote kuendelea kuulinda na kuhudumisha muungano wetu, na wala tusiwaruhusu watu wachache wasiopendelea mema nchi yetu kutuvurugia muungano wetu na amani yetu kwa maslahi yao binafsi. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ambalo lilijitokeza sana katika kipindi cha karibuni ni suala la matibabu hapa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nieleze kwa ufupi sana kuhusu suala hili kwa kupitia mfuko wetu wa bima ya afya. Mheshimiwa Spika, bima ya afya kwa wote ni mageuzi ya kimkakati katika sekta ya afya yanayolenga upatikanaji wa huduma bora za haki na endelevu bila vikwazo vya kifedha, huku yakijenga mfumo wa mshikamano wa kijamii, yani social solidarity, na uwajibikaji wa pamoja. Zanzibar imeweka msingi wa utekelezaji wa mfumo huu kupitia sheria ya kuanzisha mfuko wa huduma za afya Zanzibar, sheria namba 1 ya mwaka 2023, ambapo kila mkazi wa Zanzibar anatakiwa kujisajili kama wajibu wa kisheria bila ya kujali hali ya ajira, kipato au eneo analoishi. Makundi yote ya kijamii yamejumuishwa ili kuhakikisha ushiriki mpana na ulinzi wa afya kwa wote. Kwa upande wa Tanzania bara, sheria ya bima ya afya kwa wote, sheria namba 13 ya mwaka 2023, nayo imeweka misingi imara ya kitaifa ya kuhakikisha wananchi wote wa Tanzania bara wanashiriki katika mfumo rasmi wa bima ya afya. Hivyo nawataka wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujiunga na mifumo rasmi ya bima ya afya inayotambulika ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya, kupunguza changamoto za kifedha wakati wa matibabu
na kuimarisha ufanisi wa huduma za afya kwa manufaa ya mtu mmoja mmoja, familia na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, hivi karibuni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa ufafanuzi mzuri wa jambo hili. Nadhani kuna watu walikuwa wanapotosha hili jambo na kutaka kuleta mizozo kwa kutumia misingi wanayoitambua wao ya kisiasa. Lakini kwa lugha nyepesi, Mheshimiwa Spika, ukiwa na kadi ya bima ya Zanzibar, basi utatibiwa Tanzania bara. Lakini ukiwa na kadi ya bima ile ya Tanzania bara kwa maana ya NHIF, utapata matibabu hapa Zanzibar. Sasa shughuli kubwa ya Mheshimiwa Spika ni kujisajili tu. Kujisajili ni bure, hakuna gharama ya kujisajili. Na nazo taarifa kwamba wenzetu wa mfuko wa bima ya afya wanaendelea vizuri, na hadi hivi tunavyozungumza zaidi ya 85% wameshakamilisha usajili na unaendelea katika shehia zote 388 za Zanzibar. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hili sioni kama kuna tatizo la aina yoyote, ila ni suala la utaratibu wa kiserikali ambao umewekwa, na hii lengo lake ni kumsaidia mwananchi popote alipo asipate shida ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu hawa wakuu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wameweka nia thabiti ya kuwatumikia Watanzania na kuhakikisha wanapata huduma zinazostahiki kwa mujibu wa hadhi zao. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba niliambie baraza lako tukufu, serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar itaweka mazingira mazuri zaidi kuhakikisha kwamba jambo hili linatekelezeka, na kwa yoyote yule ambaye atakuwa na changamoto tuko tayari kumsikiliza na kumshauri ili aendelee kupata huduma bila ya matatizo yoyote. Zanzibar tutatoa matibabu kwa wote kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa misingi tuliyowekwa na taratibu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanapita kusambaza haya, Mheshimiwa, mimi nawaomba sana, kwanza wamtangulize Mwenyezi Mungu mbele, lakini na la pili waweke uzalendo wa nchi yetu. Si vyema kuleta taharuki kwa sababu tu unajitangaza ili watu wa kuangalie zaidi kwenye mitandao ya kijamii, na baadaye nchi ingie katika taharuki ama vurugu lisilokuwa na msingi. Mheshimiwa Spika, kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.